بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiwa tumeingia mwezi wa Muharram ambao ni mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1448. Tumetoka mwaka 1447 kuingia mwaka 1448, mwaka 1448 Hijiria. Mwezi wa Muharram ambao ndio mwezi wa kwanza katika miezi ya Kiislamu, ni katika jumla ya miezi mitukufu, na vile vile ni mwezi ambao una historia katika Uislamu. Tulizungumza jana tukagusia habari ya maqtal al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Husaini ambaye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuawa kwa dhulma ndani ya mwezi wa Muharram, tarehe 10 mwezi wa Muharram, mwaka wa 61 Hijiria, mwaka wa 61 Hijiria. Kwa kuingia mwezi huu wa Muharram, mbona tulizungumze tukio hili, ilikuwaje mpaka mjukuu wa Mtume salama akauawa kwa dhulma, akachinjwa kama kuku, alafu wale waliomchinja tuhuma hiyo wanaipeleka kwa wengine ambao hawakufanya jambo hili. Shida ndio iko hapo. Wale waliofanya tukio hili wakamuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Husayn, wakamchinja kama kuku. Ubaya huu wanautupa kwa wengine, wanatupiwa masunni, wanaambia ndio waliofanya jambo hili, na hali ya kuwa ni mashia wa mji wa Kufa al-Iraq. Kwa tuligusia jana kidogo, lakini kwa siku hizi, kwa kuanzia hii tarehe mosi Muharram mpaka tarehe 10 tutakuwa tunalizungumza tukio hili kidogo kidogo. Tupata dakika 5, dakika 10, tunazungumza hatua kwa hatua ili kuwaje mpaka akafikia kuuawa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu tutaona, je, waliomuua ni masunni au waliomuua ni mashia? Maana ya mambo yapo katika vitabu, yameandikwa. Leo tutamueleza tu ni nani al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu. Husayn ni nani? Al-Imam Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala katika al-Bidaya anasema huwa al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Jina lake ni Husayn ibn Ali. Husayn mtoto Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, Abu Abdullah al-Qurashi al-Hashimi, ndio kunia yake. Asibtu, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ashahidu bikarbala, shahidi aliyekufa shahidi huko Karbala. Ibnu binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni mjukuu wa mtoto wake wa kike, mjukuu wa kiume wa mtoto wa kike wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Fatima az-Zahra. Fatima ndiye aliyemzaa Husaini binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Husaini ni mjukuu wa kiume kupitia Fatima, ambaye ni mtoto wa kike wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Fatima az-Zahra wa raihanatuhu, na ua lake, pambo lake mina dunia, katika dunia. Ulida baada akhihi al-Hasan, Husaini alizaliwa baada ya kaka yake al-Hasan. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuozesha Fatima kwa Ali ibn Abi Talib, akazaliwa al-Hasan
kisha ndo akaja Husaini. Wa kana maulidul Hasani, na kulikuwa kuzaliwa kwa Hasan fi sanati 3 min al-hijra, mwaka wa 3 hijiria. Mtume salama alipohama kutoka Maka kwenda Madina, alipofika Madina akakaa miaka 3, ndipo akazaliwa al-Hasan. Alianza Hasan kuzaliwa, kisha ndo akapata Husaini. Waqala ba'dhum, wakasema baadhi yao, baadhi wanawachuoni, inna ma kana bainahuma tuhurun wahid, kwamba kulikuwa baina yao kati ya Hasan na Husaini kulikuwa kuna tahara moja, wa muddatul hamli, na muda tu wa kubeba mimba kiasi cha mwaka yani. Wa wulida li 5 layalin khalawna min Sha'bana sanata 4, Husaini akazaliwa siku 5 zilizopita katika mwezi wa Shaabani mwaka wa 4 hijiria. Hasan amezaliwa mwaka wa 3, Husaini amezaliwa mwaka wa 4, kwa hiyo wamepishana mwaka mmoja tu kiasi hivi. Anasema waqala Qatada, ulida al-Husainu li 6 sinina, amezaliwa Husaini li 6 sinina wa 5 ashhurin wa nisfi min at-tarikh, mwaka wa 6 hijiria wa 5 ashhuri, na miezi 5 wa nisfi, miezi 5 na nusu, min at-tarikh, katika tarikh. Wa kutila yawm al-jum'a, akauliwa Husaini siku ya Ijumaa, yauma Ashura, siku ya Ashura, min al-Muharram, mwezi Muharram, sanata 61, mwaka wa 61. Walahu 54 sana, akiwa ana miaka 54, wa 6 ashhurin wa nisfu, na miezi 6 na nusu. Huyo ndio al-Husaini. Anaendelea na maelezo yake Imam Ibn Kathir akimueleza ni nani al-Husaini. Warawa Muhammad ibn Sirin wa ukhtuhu Hafsa an Anas qala, amepokea al-Imam Muhammad ibn Sirin wa ukhtuhu Hafsa, na dada yake Hafsa, an Anas, kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu, qala, amesema, kuntu inda ibn Ziyad, nilikuwa mbele ya ibn Ziyad. Huyo ibn Ziyad tutakuja kumsoma huko mbele ni nani. Fajia bi ra'si al-Husaini, kikaletwa kichwa cha Husaini, amechinjwa huko Karbala, kichwa kikaletwa mpaka kwa ibn Ziyad. Faja'ala yaqulu biqadhib fi anfihi, akawa ibn Ziyad anasema kwa kuashiria fimbo yake. Kichwa cha Husaini kimewekwa hapo chini, ibn Ziyad anaashiria kwa fimbo yake kwenye pua ya Husaini. Wayakula, anasema, ma raaitu mithla hadha husna, sikuona mfano wa huyu kwa uzuri. Ma raaitu mithla hadha husna, sijawahi kuona mfano wa huyu kwa uzuri. Fakultu lahu, nikasema kumwambia yeye, innahu kana min ashbahihim bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hakika huyu alikuwa ndiye mwenye kufanana mno, mwenye kufanana zaidi kuliko watu wote na mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala Sufyan, amesema Sufyan, qultu li Ubaydillah ibn Abi Yazid, nilisema kumwambia Ubaydillah ibn Abi Yazid, raaita al-Husaina, wewe ushawahi kumuona Husaini? Qala na'am, akasema ndiyo. Aswadu ra'si, ni mweusi wa nywele za kichwa, walihiyati, na ndevu, illa sha'arati, isipokuwa vijindevu, vijinywele vichache, hahuna fi muqaddami lihiyatihi, vilivyo hapa mwanzoni mwa ndevu zake. Fala adiri, sijajua, akhadhaba, je alitia hina, wataraka dhalika limakana, akaacha sehemu hiyo, tashabbuhan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kujifananisha na mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maelezo katika kumweleza Husaini alikuwa yuko vipi, kwamba alikuwa anafanana mno na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uzuri. Bali pia amehitaja riwaya ya Ibn Jurayj, anasema, sami'tu Umar ibn Ata qala ra'aytu al-Husayn ibn Ali, nilimuona Husayn ibn Ali yasbughu bil wasma, anapaka hina kwa mti wa wasmat, anatia ndevu rangi kwa mti wa wasma. Ama huwa fakana ibn, wa kana ra'suhu wa lihiyatuhu
shadidi sawad. Yote ni katika maelezo kumueleza nani Husaini. Kwa kifupi, Husaini radhiallahu ta'ala anhu alizaliwa mwaka wa 4 Hijiria, kisha akaja kufa mwaka wa 61 Hijiria, mwezi wa Muharram, huu mwezi ambao sisi tumeuingia. Husaini ni katika wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni katika wale ambao Mtume alikuwa akiwapenda mjukuu wake huyu Husaini radhiallahu anhu, kama alivyokuwa akimpenda kaka yake Al-Hasan. Kisha Mtume salama alitangulia kufariki, akawaacha hao, na hawa walikuja kuwa ni mabwana wakubwa katika zama zao. Al-Hasan na Husaini walikuja kuwa ni mabwana wakubwa katika zama zao. Sasa huyu Husaini radhiallahu ta'ala anhu sisi ndio tutamzungumzia katika kipindi hiki, pamoja na kwamba Al-Hasan naye ana mambo yake yanamhusu yeye, lakini hasa tutatizama kadhia ya Al-Husaini radhiallahu ta'ala anhu. Ni nani alimuua Husaini? Je, ni masunni ambao wanatupiwa habari hii au ni mashia wa mji wa Kufa? Kesho insha Allah ta'ala tutatizama habari yake ilikuwaje mpaka kufikia kule kuuawa kwa dhulma katika ardhi ya Karbala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka